kaka. Naam Sefu, salamu alaikum kaka. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kwema ndugu yangu. Kwema, habari za Tanga ndugu yangu? Bwana huku bado neema. Ndio. Bado neema, tunakula mahindi ambayo tumepanda kama bustani. Ndio. Na muda si mrefu tutawaletea na zawadi na nyinyi pia. Haya, habari sikoje kaka? Bana, Dar es Salaam huku kuzuri kabisa, na kama ambavyo tunavyofahamu leo wekundu wa Msimbazi Simba tutakuwa na kibarua pale katika dimba la Benjamin Mkapa dhidi ya Fountain Gate Academy. Naam. Kwa namna ambavyo unatazama huu mchezo na yale ambayo yanazungumza nje ya uwanja, labda tutarajie mchezo gani kwa namna ambavyo unatazamia kwa upande wako sasa? Kwanza nishukuru ndugu yangu na niendelee kushukuru kwamba unanikumbuka kwa kweli. Unapofika jambo la Simba utamtafuta Sefu mzungumze kwa maana ya Simba yetu. Kwanza nianze na alau mechi zilizopita, alafu tuje katika mechi yetu ya leo. Mimi nimethubutu kutazama ligi kwa ujumla. Kwanza niseme mwaka huu tutakuwa na ligi nzuri kweli. Ndio. Sababu nilikaa kutazama mechi kati ya Singida na walikuwa Singida na KMC. Ndio. Kama ilikuwa mechi tafu, mechi ilileta ushindani. Unaona wachezaji tactically wako vizuri, technical bench yana nia ya dhati. Yaani mimi naamini tunakwenda kuona ligi bora katika ligi. Kwa nini? Kwa sababu tumepunguza propaganda katika ligi. Tumepunguza ile milango ambayo watu walikuwa wameshajiwekea. Si umeelewa my brother? Yaani kuna watu wameshajiwekea milango katika ligi kwamba sasa sisi tutafanya hiki tunachokitaka, tutafanya hivi. Umeelewa vizuri? Walikuwa wanakwamisha malengo ya msingi ya ligi. Ngoja nikwambie kwa mfano. Katika hili ambao nimeliona, Simba tuna shabaha kubwa sana ya kutaka Simba iwe club kubwa. Ili uwe club kubwa, nyuma yako kuna vitu vingi unatakiwa kufanya. Management iwe iko imara, iwe inafanya kazi, ina focus. Management wakati inakwenda mbele kuangalia namna gani tunataka tuizalishie klabu, kunatokea watu wachache my brother wanakuja kuvuruga klabu kwa maslahi binafsi tu, kwa sababu wao wako katika madaraka, kwa sababu wao wanazo nafasi za kuzungumza. Sio, umenielewa? Naam. Sasa hicho kilisababisha tulikuwa hatuoni ligi yenye ladha. Unaona ligi yenye ladha, nitakwambia kwa mfano jana nimeangalia mimi mechi kati ya Yanga na Pamba. Ndio. Nani alitegemea mechi itakuwa na hamasa kiasi cha kwamba muamuzi jana wa mechi ya Yanga na Pamba na thubutu kusema amewanyonga Pamba. Kwa nini sasa unasema hivi? Sio, umenielewa brother? Ndio. Kusema amewanyonga kwa maana labda katoa goli la uongo. Mimi sizungumzii amewanyonga kwa maana walikuwa wakichezewa faulu ambazo walitakiwa wapewe na wao, angalau waone tunalindwa na muamuzi. Zilikuwa zinapetwa tu dakika za mwanzoni hapa, umenielewa vizuri? Ilikuwa kuna tukio moja ilikuwa kama dakika 30 na kidogo, mchezaji wa Yanga ameshika kabisa my brother. Lakini kwa sababu lilikuwa ni shambulio wanapelekewa Yanga, kama hakukutokea kitu chochote, kwa maana muamuzi alikuwa kama sio kwa hofu Yanga au vitu vingine, na bado tutaendelea kuwazungumzia waamuzi mapema. Kwa hiyo nilichokiona jana kwa Pamba ni ile hali ya kuondokewa na ule nini mnasema udhamini ule. Ndio. Tayari kwamba wamekuwa watu wanajituma. Nimeona big match jana, umenielewa vizuri? Ndio. Na nimeona udhaifu mkubwa wa wenzetu ambao tunaambiwa na wachambuzi wa timu kubwa, wana quality, wana hivi. Naona wana drop tu kadri kunapokucha, na tunashukuru Mungu kwa sababu kushuka kwao ndio faida kwa watu wengine. Kwa mantiki hii, brother Abdallah, tunakwenda kupata ligi kweli. Tunakwenda kupata ligi bora ambayo kwa vyovyote lengo letu ni kutetea ubingwa wetu, na kwa vile tunataka kutetea sura yake unaiona brother. Umenielewa vizuri? Watu walizoea kwa tabia ile Simba ikiondoa kocha anakuja fulani, Simba ikiondoa kocha anakuja fulani. Sasa hivi tumekwenda kuleta teka la taifa. Mtu ambaye taifa linamtazama watu milioni 60, teka la taifa. Ingawaje ni kocha wa muda, lakini ni kocha mzoefu kwa maana ya mechi alizocheza. Malengo sasa ndio yanakwenda kutimia. Umeelewa bwana Abdalla? Hii ni katika nukta ya kutazama mustakabali na namna ambavyo ligi imesimama kwa sasa. Ligi iko bora, watu wana timu bora. Umeona zile propaganda unaanza kuziona zinatoka. Tatizo tu ambalo unaanza kulionaona ni lile tatizo la waamuzi kuwa waoga kwa maana ya mechi husika. Umeelewa vizuri? Hilo nimeliona, lakini sio tatizo sana, linarekebishika au linaweza kuwa tatizo la kibinadamu. Isipokuwa bwana Abdallah na kuahidi tutakwenda kuona ligi bora, tutakwenda kuona ligi iliyosimama, na tunaomba
TFF ndio mamlaka husika kupitia muungwana. Mimi niseme Karia, mimi kwa Karia kwangu ni muungwana kweli kweli. Sitoacha kusema hata kwa tatizo gani. Hata yule amefanya jambo ambalo litatusibu Simba. Umenielewa sijui? Ndio. Karia ni mwanadamu, hawezi kukamilika kwa 100%. Na mtu hahukumiwi kwa kosa moja. Nadhani Abdallah unafahamu mimi ni mtu wa Pwani. Sahihi. Kwa Pwani tunasema kosa moja alitoi adhabu kwa mtu. Lakini kama kuna wema 10 basi ili kosa lifanyeni kuwa wema. Semeni amefanya wema 11. Ndio Ndio. Basi Karia kama anakosa, mimi ni thubutu kusema ni wema. Tumshukuru kwanza, amepambana na tumerudi katika ligi nyingine. Karia anatakiwa atumie kanuni ya kawaida ya ubinadamu, ajikumbushe Karia kwamba tunakwenda katika ligi ila kuna watu hawamhitaji katika hii ligi. Basi ili wamhitaji awe makini. Nitumie mfano wa Kiswahili ambao unaweza kuwa mfano sahihi kabisa. Mtoto unayemdekeza unamharibu baada ya kumjenga. Ndio Ndio. Mtoto unayemwadhibu unamjenga baada ya kumharibu. Sasa tunamuomba Karia deko liishe, kwa sababu kuna watu wana deko, kuna watu wanajifananiza na CCM, kuna watu wanajifananiza na serikali. Nadhani wanajulikana haina haja ya kuanza kutajana bwana Abdullah. Naam. Basi unaweza ukataja tu Sefu, si kwa baya. Ndio katika kujenga. Si hawa kanda mbili Ndala Mbovu wanajulikana, Yanga na Kusudia. Wao wanajinasibu na kile ambacho sisi tunaamini hakiko na wao, lakini kwa sababu wanajinasibu kuna muda tunapasa kuzungumza. Basi sisi tunaomba katika ligi bora inayokuja Karia asimame kweli kweli, asiteteleke. Mechi hakuna. Mechi ipo. Mechi itafanyika. Umenielewa vizuri? Ndio. Kwa maana hii tuende kujenga ligi bora, kwa sababu malengo yetu Simba hatuwezi kutimiza kama hakuna ligi bora. Ili neno hebu lichukue vizuri. Kila siku nalaumu ligi bora kwa sababu kama haiko ligi bora Abdallah, Simba hatuwezi kutimiza malengo yetu. Yaani nitakurudia hata mara 10 kwa sababu ndani ya ligi bora ndio kunatoa mtu bora anayeenda kucheza mashindano bora. Umenielewa bwana Abdullah? Ndio. Kwa mfano nitakwambia Angola kulikuwa na wale Petro de Rwanda walijiwekeza wao tu wakanyanyuka wao. Ndio. Angola hakuna ligi bora. Petro de Rwanda hawezi kuwa bora kwa sababu hawatoki sehemu ambayo ina ligi bora. Lakini Angola unapoona wale Petro de Rwanda kama wanawaleta ligi yetu ya Tanzania, wakawa wanaleta ambushi na klabu kubwa kama ya Simba na hivi vingine vinavyofuata. Sababu naamini Tanzania klabu ni moja, ni Simba. Wengine wanafuata tu mkumbo. Umenielewa sijui? Ndio. Kama unawaleta Petro de Rwanda wakashindana na Simba klabu bora, Petro de Rwanda anaweza kuwa bora kwa sababu anakutana na timu. Lakini ligi unakuwa bora wewe, unamaliza ligi una pointi 20, umeacha wenzio unamaliza ligi kwa pointi 18, ukweli kwamba unakuwa wa kawaida. Kwa hiyo hili nilikuwa natoa wasaa kwa mheshimiwa Karia juu ya mustakabali wa mpira wetu. Tunamtegemea sana, mpira unategemea kwake. Lakini maswali yalikuwa mawili, nirudi katika mechi yetu sasa ya leo. Mechi ya leo tunacheza na Fountain Gate. Fountain Gate ni chuo. Haijalishi kina uwezo gani, kina kiwango gani, kina kaliba gani, lakini kwanza narudisha sifa Fountain Gate kama timu. Fountain Gate ni chuo. Sisi tunakwenda kuwavaa Fountain Gate katika mambo mawili. Kwanza tunakwenda kuyafanya mechi ya Fountain Gate ni mazoezi ya kuelekea mechi yetu ya klabu bingwa, kwa sababu mechi yetu ya klabu bingwa tumekutana na timu bora kuliko walizokutana nazo wenzetu. Sioni haya kusema hili. Umenielewa vizuri? Na kupata vilivyo. Mwalimu Morocco anaenda kuichukua mechi ya leo kama ni sehemu ya kujiandaa kuelekea katika mechi nyingine. Na kwa sababu tunakutana na Fountain Gate ambao mimi naamini ni watu wa mpira. Umenielewa? Ndio. Sio wale watu wa kutumika kwamba Kambato na Bikamara, kwa sababu na Bikamara atakuwa tatizo katika mechi ya kimataifa. Hatutaki Simba waende mbele, tunataka tuwacheke. Nenda kamvunje Elimpanzu Kibisawala, fundi wa mpira Volcano, kwa sababu goli lenyewe alifunga yeye katika mazingira magumu kweli. Sijui umenielewa my brother? Nenda kamfanye Jantazi. Wao hawapo hivyo. Fountain Gate ni watu ambao wanaweka mpira chini, wanacheza mpira, na kwa bahati leo Fountain Gate, Mungu kama atajali, tutawapa mwalimu ili akiwafunga waombe msamaha. Lakini mechi ya leo kiufundi ni mechi ambayo inakwenda kutazamia mechi inayofuata kwa maana ya kimataifa. Lakini pili ni mechi ya pointi 3 kwa maana katika malengo madogo ubingwa humo.
Nikisema malengo madogo sio inaeleweka? Na kupata vilivyo, lakini kwa faida ya ambaye anakusikiliza sasa. Ndio. Nifafanue malengo madogo. Fafanua kidogo kwa faida ambaye anakusikiliza. Asante sana bwana. Mimi ndio maana nasemaga Simba fans ni chuo. Yaani wewe ambaye hujafollow Simba fans basi una shida. Iko hivi. Simba ina malengo makubwa na madogo. Simba malengo madogo ni kuhakikisha inapata vikombe vidogo vidogo kama sehemu ya kufurahisha mashabiki zake. Malengo makubwa Simba ni Champions League, kufika hatua ya nusu finali. Hilo litakuwa lengo kubwa kwa sababu lengo la kufika hatua ya nusu finali Champions League linaleta faida ya kwanza ya kuizalishia klabu fedha nyingi. Faida ya pili ya kusababisha mikataba ya klabu itakayokwenda kuwekwa itakuwa ni mikataba ya kimataifa, kwa sababu makampuni ya kimataifa hayatoi mkataba kwa mtu wa makundi. Tumeelewana brother? Ndio. Malengo makubwa yana sura mbili. Malengo madogo yana sura moja. Malengo madogo yananufaisha tu mashabiki. Yanawafanya mashabiki kuwa wanafurahi tu, kama unavyoona mashabiki wa Yanga wanafurahi tu, lakini hawana msaada wote na klabu. Lakini malengo makubwa yatampa furaha shabiki, yataleta mapato katika timu, yatasababisha timu kutengeneza kandarasi za kifedha nyingi na makampuni ya kimataifa, kwa sababu hayakupi mkataba kama huna tabia ya kuonekana kila mara katika level kubwa na manchi makubwa. Kwa sababu mimi naamini mtu hawezi kuwasha TV Uingereza anajiangalia Simba inacheza makundi na nini inacheza raundi ya kwanza. Sio kweli. Mtu ataiangalia Simba iko semifinal. Umeelewa sijui? Na kupata kombe la klabu bingwa Afrika liko quarter final, liko semifinal, liko final. Mtu anakaa angalie, anaiona t-shirt ya Simba ina Betway, umenielewa ina mtu ambaye amekuja kutingisha mpira, mtu anakuja kutengeneza jezi ambayo ina thamani je kutengenezwa Jeruti Company Limited, umenielewa? Ndio. Ina mwamba wa miamba tajiri wa Afrika Mashariki na Kati kwa sasa. Nadhani hamna mtu anamsikia kwa leo, Mohamed Dewji. Mtu anaiona jezi ya Simba ikiwa imekamilika. Hiyo haitengenezwi mpaka na malengo makubwa. Kwa hiyo pointi tatu ni sehemu ya kukamilisha malengo madogo. Ni ubingwa wa ligi, ubingwa wa federation ya CRDB Ndio. Federation ya CRDB, kuchukua na vikombe vingine kama vitatokezea. Haya ni malengo madogo. Malengo makubwa ni kwenda nusu finali ya klabu bingwa. Kwa mechi ya leo tutakwenda kutengeneza ufundi. Mechi ya leo ndo tunaenda kujaribu kuupiga mpira wetu ule wa kawaida, kwa sababu tunafahamu Morocco ni muumini wa mpira wa kucheza. Bahati nzuri nimemfuatilia mazoezini vizuri. Amewaandaa wachezaji katika utayari wa akili na mwili kuelekea kushinda mechi ya leo. Kwa hapa nikupe kipindi tena kifupi, tukutane baada ya mechi ndugu yangu. Mimi nikushukuru sana kwa maoni yako yaliokuwa yakinifu kabisa, ambayo umeyasasambua vilivyo sasa. Asante sana, na mimi bwana nakushukuru kwa kuwa unanikumbuka. Huo ni upendo mkubwa sana ndugu yangu. Fanya urudi Dar es Salaam huko. Watu wanakuulizia sana, umesema umefichwa huko, umepotea, uonekane ndugu yangu. Bwana, Dar es Salaam nyumbani kwangu pamoja na Tanga kwangu. Au ndo ile Tanga anasema waja leo kuondoka majaliwa Sefu. Majaliwa yamekufikia huko ndugu yangu. Waambie wadau karibuni, nitakuwa nao pamoja. Ndio bwana. Bwana nikutakia siku njema Sefu. Asante kaka, asante.